Kuna wakati unaweza kujisahau na kuanza kujilinganisha na wengine. Unaangalia uliomaliza nao shule, unaona wamekuzidi kila kitu. Unaangalia ulioanza nao kazi, unaona wamefanya mambo makubwa. Unaangalia wenye umri kama wewe, unaona wamefanya mambo makubwa. Ukifikia wakati huu, unaanza kujiona kama wewe umechelewa na wewe ni mzembe katika maisha. Unaweza kutamani hata kujificha ili usiweze kukutana nao. Kuna wakati watakuwa wanakuuliza maswali ambayo unaona kama wanakukejeli. Kuna wakati wakianza kusimulia na baadhi ya mambo, utaona kama vile wanakulinganisha. Unachotakiwa kujua ni kuwa, ingawa mlisoma wote ama kuanza kazi mkiwa pamoja, lakini tambua kila mmoja yupo kwenye majira tofauti ya maisha yake. Jifunze kujua upekee wa majira yale unayoyapitia. Kuchelewa haimaanishi hutapata unachokitaka. Ingawa unaweza kutumia maisha yako kama hamasa kwako, hautakiwi kutumia mafanikio yao ili kuweza kukuhukumu wewe. Usijidharau, usijione umeshindwa, wala usijione hautafika kwa sababu ya wengine. Weka macho yako kwenye malengo yako na kila siku chukua hatua. Kumbuka siku na saa unazaliwa, ulikuwa wewe na haukuwa na wao. Inaweza kuwa mlicheza wote, lakini kila mmoja ana kitu chake cha pekee tofauti na mwingine. Katika maisha ya sasa, kwanza amini kuhusu wewe. Panga mipango yako unayoamini kwayo. Simamia kusudi lako wewe mwenyewe kama ambavyo umeridhia. Hapo utapata mpaka ushangae. Ujue ni kweli Mungu anatupenda wote, ila kila mmoja anapoelewa upendo wa Mungu kwake ndivyo husogea kuvuna baraka zaidi. Ndiyo maana kila mtu anapaswa kutambua na kuweza kusogelea mafanikio kwa haraka zaidi. Mara nyingi hata tafsiri ya mafanikio wengi hawajui. Wanadhani mali ndiyo mafanikio, kumbe ukikaa ukajitathmini ndipo utajua mafanikio yako. Cha mwisho katika yote, bado una nafasi ya kuanza upya. Bado una muda wa kuanza na kuweza kusogea na kupiga hatua zaidi na zaidi. Mpaka hapa napofikia tamati ya simulizi hii, sina la ziada. Asante kwa kuambatana nami, nikusihi endelea kuwa nasi hadi kwa wakati mwingine.